Bwana, kuna mtu amekaa tu kwa hii dunia akijua ya kwamba madhambi yake alikusanya Yesu akakufa nayo msalabani. Kwa tamko la Paulo katika Wakorintho wa kwanza 15 aya yake ya 3. Ndugu yangu, wacha kulala usingizi. Hakuna mtu amekufa kwa ajili ya dhambi zako. Tulishakatazwa kitambo kwamba kila mtu atakufa kwa mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atachukua dhambi yake mwenyewe. Yaani wewe hapo ulipo uende uzini, alafu dhambi andikiwe Yesu. Uende uibe, dhambi andikiwe Yesu. Uende uwe, dhambi andikiwe Yesu. Ndugu yangu, kitu kama hilo hakuna. Wacha kuota mchana. Wewe mwenyewe ukumbuke ya kwamba Mungu alishasema katika Biblia, kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 21:16, 24:16 kumradhi, ya kwamba mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, na wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao, na kila mtu auawe kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, ama afe kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Sasa wewe umekaa hapo unafikiria dhambi zako zilishafiliwa. Hakuna mtu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, hakuna. Yesu mwenyewe aliwaambia nini Wayahudi? Aliwaambia mtakufa kwa dhambi zenu, sio mimi nitawabebea. Sasa wewe umekaa tu unakula mairungi, unakunywa chang'aa, unakunywa pombe, unafanya umalaya, unapora watu, unasema ati dhambi zako Yesu alichukua. Sahau, forget. Hiyo sahau. Acha kufanya mzaha na Mungu bana. Mungu si mtu wa kufanyia mchezo wala mzaha. Nimeshakuonya mbele, sema sije kuambia chochote. Ila jua hakuna mtu anaweza kufa kwa ajili ya dhambi zako. Wewe mwenyewe utakufa kwa dhambi zako mwenyewe.